Serikali ya Mohamed Al-Julan wa Syria sasa inadhihirisha kwamba ina uhusiano mkubwa na Israel. Licha ya kwamba imepokea mapigo ya maana, hasa kushambuliwa kwa miundombinu ya kijeshi nchini humo na kuharibiwa kwa mfumo wa silaha wa taifa hilo, serikali ya Al-Julan inatangaza kuanzisha uhusiano rasmi na Israel mwishoni mwa mwaka 2026 kwa maana ya mwakani. Mwanadiplomasia mmoja wa Uingereza amefichua kuwa kiongozi wa kundi la wapiganaji la Hayat Tahrir al-Sham HTS Abu Muhammad Al-Julan amehakikishia Uingereza kwamba Syria itaanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na utawala wa Israel. Itautambua utawala huo na kubadilishana nao mabalozi fikapo mwisho wa mwaka ujao wa 2026. Hata hivyo, mwanadiplomasia huyo wa zamani Craig Murray wa Uingereza amesema hatua ya kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Hayat Tahrir al-Sham Abu Muhammad Al-Julan inalenga kuvutia msaada mkubwa wa kifedha wa Magharibi na kuondolewa vikwazo dhidi ya Syria. Lakini wachambuzi wa mambo wakasema huu ni mpango uliopangwa na Marekani juu ya kupatikana kwa kiongozi huyo wa Syria Muhammad Al-Julan, licha ya kwamba alikuwa mpiganaji katika kundi la Al-Qaeda, kundi ambalo linapingwa vikali na Marekani, na inadaiwa kwamba lau angekuwa mtu mwingine aliyekuwa katika kundi hilo, huenda Marekani ingemkamata na hatimaye kumpa adhabu inayostahili. Mwanadiplomasia huyo wa Uingereza ameendelea kusema kwamba niliuliza kama kuondolewa vikosi vya Israel vinavyokalia kwa mabavu ardhi ya Syria ni sehemu ya makubaliano hayo, lakini kwa mastaajabu ni kwamba hili halikugusiwa na yeyote kati ya pande mbili, na Uingereza inalichukulia hilo kama suala la pande mbili kati ya Syria na Israel, na Al-Julan haonekani kulipa kipaumbele suala la kuondoka kwa Israel katika eneo la milima ya Golan. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa zamani wa serikali ya Uingereza, idara ya huduma ya nje ya Umoja wa Ulaya EEAS na kurugenzi kuu ya ushirikiano wa kimataifa zimeridhika kwamba baraza la mawaziri la Al-Julan la Syria linatimiza ahadi alizotoa Al-Julan kwenye mkutano wa ahadi wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Brussels mnamo Machi 17 kuhusu kuundwa kwa serikali jumuishi, na hasa kujumuisha jamii za Malawi na Wakristo pamoja na mawaziri wanawake. Hata hivyo, kinachoitwa baraza la mawaziri jumuishi la Al-Julan lina mawaziri 24 ambapo 21 kati yao ni washirika wake wa karibu ambao wameteuliwa kuongoza nyadhifa zote muhimu zikiwemo Wizara ya Fedha, Mambo ya Ndani, Ulinzi wa Mambo ya Nje, na baraza hilo lina wawakilishi watatu tu wa jamii za wachache na wote katika wizara ndogo. Aidha, kuna mwanamke mmoja tu ambaye ni Mkristo Mkanada pamoja na Mkurdi mmoja, Mwalawi mmoja na Mdruzi mmoja. Mkutano wa Brussels uliahidi kuipatia Syria euro milioni 5.5 kwa sura ya misaada na mikopo, nusu yake ikitoka kwa EU yenyewe. Murray amefichua pia kwamba Al-Julan anaungwa mkono na shirika la ujasusi la Uingereza M16 na vikosi maalum vya nchi hiyo ndani ya Syria. Endelea kutufuatilia mtazamaji, utaweza kujua mengi yanayojiri duniani. Naitwa Adam Hussein.